Iran inadaiwa kwamba ina makombora mengi yaliyohifadhiwa katika ardhi. Iran imehifadhi makombora yake pamoja na maroketi katika maeneo wanayoyaita miji ya maroketi. Ikiwa tutaanza leo na kufichua miji ya roketi kila wiki mfululizo, hii haitaisha. Ndani ya miaka miwili kuna idadi kubwa ya miji hiyo yenye makombora na maroketi. Ni maneno ya Amir Al-Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, akitoa katika mahojiano na vyombo vya habari vya Iran karibu mwezi mmoja uliopita. Tangu wakati huo, kauli hii imeenezwa sana katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari vinavyounga mkono serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Neno mji wa roketi linatumiwa na walinzi wa mapinduzi kumaanisha kambi zao za ardhini ambapo wamehifadhi makombora yao. Kambi hizo ziko katika mahandaki iliyo chini ya ardhi ambayo yamejengwa katika maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Uajemi. Lakini ni nini kimesababisha Iran kuamua kuhifadhi makombora hayo? Iran imeamua kuhifadhi makombora mbalimbali chini ya ardhi ili kuonyesha nguvu zake na kukabiliana na vitisho kutoka kwa mataifa kama vile Israel na Marekani, na kuviweka kama mafanikio makubwa katika sekta ya silaha za kijeshi, ingawa imekuwa ikificha program za kambi zake za makombora. Walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wanadai kuwa wana kambi nyingi za makombora zilizojengwa katika mahandaki kupitia uhandisi maalum. Mwaka 2015 kwa mara ya kwanza, Amir Al-Hajizadeh alitangaza uwepo wa kambi za makombora mita 500 chini ya ardhi katika mikoa mbalimbali. Hakuna taarifa kamili iliyopatikana kuhusu lini kambi hizo zimejengwa wala zipo katika maeneo gani, lakini Mehdi Bakhtian, mwandishi wa habari wa Fars News Agency, alieleza katika mahojiano na Al Jazeera kuwa kambi ya kwanza ya makombora ya chini ya ardhi nchini Iran ilijengwa mwaka 1984 wakati Iran ilipoanza programu yake ya makombora. Programu ya makombora ya Iran ilianza katikati ya vita vya Iran na Iraq kwa msaada wa mataifa kama Korea Kaskazini pamoja na Uchina. Vyombo vya habari vya Kiiran na walinzi wa mapinduzi hadi sasa vimechapisha picha za kambi kadhaa za makombora chini ya ardhi wanayoita miji ya makombora ya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Moja kati ya video zilizosambaa katika wiki za hivi karibuni ilionyesha namna ambavyo Iran imeeneza makombora yake katika ardhi, huku baadhi ya makamanda wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC wakizunguka huku wakiatazama na kujisifu kwamba hakuna mwenye uwezo wa kupambana nao. Miji hii ya makombora imekuwa ikionyeshwa mara kwa mara, hasa wakati walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu walipovamia ICC nchini Syria na walipofanya operation ijulikanayo kama Operation True Promise 1 na 2. Mnamo Machi mwaka 2020, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu walizindua mji wa makombora huko baharini kwenye pwani ya Ghuba ya Uajemi. Mahala pa kituo hicho hakikutangazwa, lakini vyombo vya habari vya ndani katika mkoa wa Hormuz viliripoti kuhusu kambi hiyo. Kamanda wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Hussein Salami alisema kuhusu mji huu wa makombora kwenye pwani ya Ghuba ya Uajemi kwamba kiwanda hiki ni mojawapo ya vituo kadhaa vinavyohifadhi makombora ya kimkakati ya jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi. Mbali na jeshi la wanaanga la IRGC, jeshi la wanamaji la IRGC pia lina makombora ya kutosha ufukweni hadi baharini, nchi kavu hadi baharini pia, na kutoka baharini hadi baharini, kama vile makombora ya Yaal na Hauza. Idadi kamili ya kambi hizo za makombora bado imekuwa ni siri ya Iran, hazijulikani, lakini Ahmad Reza Podastan, mkuu wa kituo cha mafunzo ya kistratejia na utafiti cha jeshi la Iran, mnamo Januari mwaka 2015 alisema mbali na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, jeshi la Iran pia lina miji mingi ya makombora ya siri. Lakini kwa nini Iran iliamua kujenga miji hii ya makombora ardhini? Lengo la miji hii ya makombora ni kupinga mashambulizi ya angani na kujikomboa, kwa kuwa Iran imefanikiwa kwa kiasi fulani kuonyesha kwamba ina uwezo wa kudumisha uwezo wake wa makombora hata wakati ambapo kambi zake zote za makombora ardhini zitakaposhambuliwa. Katika mahojiano na Al Jazeera, Mehdi Bakhtian alitangaza uwepo wa miji ya makombora ya siri nchini Iran ambayo itawashangaza maadui. Kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, kambi hizi, au kama walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wa Iran walivyoelezea, miji ya makombora ya chini ya ardhi inaweza kuwa maandalizi kwa vitisho visivyo vya kawaida kwa Marekani na hata kwa Israel
kwani inaruhusu makombora kurushwa kutoka maeneo yasiyojulikana na kuchanganya adui kuhusu uwezo wa Iran. Na hili pia lilitokea mnamo Oktoba mosi mwaka 2024 wakati Iran ilipoanza kufanya mashambulizi dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa makamanda wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, miji hii ya makombora sio tu sehemu ya kuhifadhi makombora, bali baadhi yao ni vituo vya kutengeneza makombora na kuandaa makombora kabla ya kuwa tayari kwa mashambulizi. Mwaka 2017 Amir Ali Hajizade alitangaza uwepo wa viwanda vitatu vya chini ya ardhi nchini Iran vinavyozalisha makombora kwa ajili ya walinzi wa mapinduzi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate taarifa hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.